ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusienenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Kwa maana wale waufuatao mwili uyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao Roho uyafikiri mambo ya Roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Amen. Siku ya leo nataka tuangalie kuhusu kuzaliwa mara ya pili. Praise God. Ya kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na kuzaliwa mara ya pili maana yake ni nini? Praise God. Kuzaliwa mara ya pili, it is to move from one place to another. Ama kuzaliwa mara ya pili ni kuhamishwa kutoka mahali kupelekwa mahali kwingine. Praise God. Tunaposema mtoto amezaliwa, ina maana kuna mahali kwingine alikuwa na akatoka huko akaenda sehemu nyingine. Amen. So, to be born again, it is to move from one place to another place. Hata kuzaliwa kwa mwili ni kutoka mahali kuenda mahali kwingine. Si tunaelewa hivyo? Tunaelewa hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. So, kwa nini Mungu anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni? So tunapoangalia katika John, twende Yohana 3, Yohana 3, tuangalia mstari wa 6, mstari wa 6. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hivyo kilichozaliwa na mwili ni mwili. So hapa kwa nini Mungu anasema usipozaliwa mara ya pili huwezi kuingia katika ufalme wa mbinguni? Maana pale Yesu alimwambia Nikodemu, kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa na roho ni roho. So tunapoangalia mara ya kwanza, we are born by flesh. So mara ya kwanza tulizaliwa katika mwili. Tulizaliwa tumefanana na mwili. Na Yesu akamwambia Nikodemu, kilichozaliwa na mwili kimefanana na nani? Na mwili. Na kuzaliwa na mwili maana yake ni nini? Maana yake we are descendants of Adam. Sisi ni uzao wa Adam. Kwa pamoja. Yes. Uzao wa nani? Wa Adam. Na uzao wa Adam umezaliwa na nini? Uzao wa Adam umezaliwa na na dhambi. Ndio maana tunasema kilichozaliwa na mwili ni mwili. Adam alipozaa hakuzaa roho, alizaa mwili. Na hii mwili ni kiumbe gani? Ni kiumbe kilicho na dhambi kama Adamu. Kwa sababu gani? Kilichozaliwa kwa Adamu na mwili ni mwili. Kwa hivyo kwa nini Biblia inasema mtu azaliwe mara ya pili? Mara ya kwanza we are born by flesh. Praise God. Amen. Tumezaliwa na mwili wa Adamu. Tunapoangalia Genesis inasemaje? Inasema Adam akazaa mtoto wa sura na mfano wake. Hakuzaa mtoto aliye mfano wa nani? Wa Mungu. Tuangalie Genesis. Yes. Genesis chapter 4.
chapter 4 wala 5. Gapi? 4. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamwita jina lake Sethi. So Adamu inasema akazaa mtoto kwa sura na mfano wake. Hakuzaa mtoto aje na sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu gani? Kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na roho ni roho. Kila kisali ni mwili, kebwane na mwili, na kila kisali kirundu ni kebwane na kirundu. Ndipo tu Adamu aliosiara mwana, atasiara mwana Bwana na Mungu. Asiara mwana Bwana na noe wengwa na ukali yake Adamu orende ainawesia. Eitari asiara mwana wenawesio kali yawe. No, ndo Biblia iwaja kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na roho ni roho. Kwa hivyo kwa nini Mungu anasema usipozaliwa mara ya pili huwezi kuona ufalme wa mbinguni? Kuzaliwa kwa kwanza, tumezaliwa kwa mwili tukiwa tumefanana na mwili, na tumezaliwa tukiwa na Adamu, na tumezaliwa tukiwa na dhambi, na tumezaliwa tukiwa na mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Tosei tuwe nami, tuwe neko. Biblia iwanda na Romans. Nena wese kwa yera atinye kukia ndani atia kiyire. Ala wese kwa kukerembi kiyo. Na damu kwa te kukia mwele, ne kukia roho. So kwa yana wese ne ndani atia ne kuete. Na kada ne kuete tena mawasiliano nao na Mungu. No ndo babi mtu akware amewasiliana nawe. Mtu ukala sia mtu akwa nonda leo mwata akaibwa akaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndo nadhari yake na akuire ndipo ndo akona wabeka wakuraya na ndo babe mu. Let's go. Beka wakuraya na ndo babe mu. Ndipo ndo na mosali kwa kuraya na ondisiana. Ndo nali kwa ndo baba kuete na baba kuete batema wasiliano nambi na baba emu. So mwanadamu nwana wesia atomba kuwasiliana na Mungu. Inyo kala mbona wesia Mungu ati connection yetu na Mungu ni. Praise God. Amen. Lakini uramenya atere. Uramenya no wasiliana kwa mawe Mungu wasiliana no. Kwa bombo lo. Tuliamo. Praise the God. Amen. Katuwa na mbe kwa timo number kwa timo 07 27 76 27 nani 1 kwa kwa ndo ngoria oya kila 07 27 76 27 92 okaringa yate kwa yate kwa yate kwa owe tikaigoni kanungi isi yote icorrect inamba mwake niwe na makosa yote inamba kwa wegerete lakini kakosi namba emwe okaringa yate kwa yate kwa lito bwandu baringa ba kosera namba emwe muru. Praise God. Amen. Iba kosera namba emwe ambi yes ibetagalisa ne bakaromba bakaina bakaita sandraka badomeria bakete yonde yamea lakini namba monde go na baringa timo bakawasiliana lakini tike ngo. Praise God. Amen. Amen. Ndo mtawa bobera kile manana ari no baba hapo kulu kama una dhambi baba yako ni nani? Shetani. Baba wenye dhambi ni nani? Shetani. So kama uliona maono ama ukasungumusi ulishungumusiwa na nani? Shetani. Praise the Lord. Amen. Amen. So kwa nini Mungu anasema usajue mara ya pili?
lazima, sio kupembelezwa, ni lazima. Usaliwa mara ya pili hapo, ukatae kusaliwa mara Texas. Texas yodo ito no kwando siara yele kendo kumona na bado. Biblia iwanjeso ya Nikodemu lazima. Usaliwa mara ya pili. Kama unataka kuingia mbinguni, lazima usaliwe mara ya pili. Amen. Amen. Na usiposaliwa mara ya pili, huwezi kuona ufalme wa mbinguni. Praise the living God. Kwa hivyo, kwa nini mtu asaliwe mara ya pili? Mara ya kwanza, kumbuka Biblia inasema kilichosaliwa na mwili ni mwili. Ndio maana Adam hakuzaa mtu aliye na mfano wa Mungu, hakuzaa mtu aliye pamoja na Mungu. Adam kwa sababu amefukuzwa katika bustani la Edeni, akatolewa katika Edeni, akaenda nje ya Edeni. Alipofukuzwa, alifukuzwa akaenda na nani? Ndio wale tena nao. Oni komanengi, sebo? Komanengi yo. Eko ya kasi Adam ndo mnwengwa enga nilio nao. Praise the living God. Na hivyo ndo Biblia kuatere baba diata amwere bato bako ya Mungu. Ito adabu ito adona we tuena furaha, tuena amani, tuena joy. Lakini le toka kwanza watu desia ila yale dosia inamwere. Biblia baba diata amwere ni ukobenda na mwere ni odona Mungu. Kwa diata mwere ikwezero atia odesia ila yana yale. Tola le Past Fita, chapter 1, verse 93. Nasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika. So maandiko inasema mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo. So hapa kuna mbegu mbili. Kuna mbegu ya kuharibika na kuna isiyo haribika. There is corruptible seed and incorruptible seed. Mbegu ni yana? Kuna mbegu ya kutoka na mbegu ya kwa jaja? Ya kutoka. Praise the living God. Ni ndo Mungu akuamrisha mtu asiara yele. Isiara mbele ni nadina. Isiara mbele ni nadina ya Adam. Isiara mbele tusialipokuete. Isiara mbele tusijue na wesia. Isiara mbele tusisaidie kwa Mungu. Praise God. Amen. No mulisaidie kwa Mungu. Anda Mungu ndiye na atikiria Mungu ikoma. Kufikiria kwa mare engera adiato. Koma. Praise God. Akwenda leo siarana. Asianeta aenda na Mungu alinje Mungu. Nikanengero mdede wende. Kwa mdede wendeni, endeni ni Mungu alia. Na kwembo aja endeni. Kwembo aja endeni, kwa ikasaidie koma. Ndivyo utakuwa na stress, mahangaiko na ndio yote dunia. Praise God. Amen. Ndio mwanadamu hangaika. Ndio sumbara mwanadamu. Imbi. Oro da kwenda imbi sumbara. Kurea? Na kunywa? Na wekira. Ambara muntu re atabwesere Mungu na provide ndio atabrovide. Ya free. Bebo nya. Ndio tunabarangi kimandare kimadega ndo mkaza. Ndio tuwekele tambwa. Yosia. Kwa nini umeba? Nini ungare? Hapana. Kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu Biblia inasema kabla ya dhambi walikuwa wanakaa hivyo na hakuna aliona aibu. Yes. Kwa sababu already Mungu amewaweka nguo. Lakini kwa sababu sasa aliambiwa na Shetani utakuwa kama Mungu, akaanza kujitengenezea yake. Praise God. Amen. Ndio maana wakati mwanadamu alipoasi Mungu, ndio alianza kujisumbukia. Akaanza kuuliza nitakula nini? Nitakunywa nini? Nitabaa nini? Kinyaboruwa mtima. Ndio mwanadamu anje kuanza suburia. Yeah, mre ni wende. Kwa amwisi. Ile mwanadamu anje kulimbika area. Kwa amwisi.
ile mandamu aje kulibigekera. Baba bibyo ne matokeo ya kurema Mungu. Baba wana yekeleta nguo ukakothwa wewe matokeo ya kurema Mungu. Yes. Wao tupokete kule tulokwa kima matokeo ya kurema Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haikuwa hivyo kutoka mwanzo, haikuwa hivyo. Mungu alishughulikia kila kitu. Au mawafikiria hawakuwa wanakula. Walikuwa wanakula ama hawakuwa wanakula? Walikuwa wanavaa ama hawakuwa wamevaa? Walikuwa wamevaa. Na wanakaa vizuri. Lakini tangia mwanadamu alipoondoka kwa Mungu, akajitenga na Mungu, wakati dhambi ilipojaa ndani ya moyo wake, ndio stress zilianza kuja. Leo hii watu hawalali, leo hii watu hawapumziki. Nitakula nini, nitakunywa nini, nitavaa nini? Na ndio maana Yesu anaamurisha mtu asaliwe mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mara ya kwanza tulisaliwa na mbegu ya kuharibika. Corruptible seed, it is seed of Adam. Hii ni mbegu ya Adam. Mbegu ya Adamu ni ya kuharibika. Kwa nini ya kuharibika? Ni kwa sababu already iko na dhambi. Na kama iko na dhambi, iko na mauti. Na kama iko na mauti, Mungu hawezi kuwasiliana na mauti. Ibo Mungu wako tembo Mungu wako. Tembo Mungu baba moyo. Akoni bareko, baba na wesia, no to wesia Biblia ibo wesa kwa kingine kukelea yake. Kireya. Kwa hivyo wesia na yako imanda. Bana waiponda. Mother. Ada. Mother. Kani nada nada. Kuna isi mother. Mwalimu anandaua. Oh, huyu. Kile mwana jile. Ona hiyo. Japo ate, wewe na kwa twins. Yes. Ara wewe bore ekokeleo. Kwa ukiwa ande sio rwande nambi, dineko. Na kata weneko, Mulungu ate wasilia na mtu kwete, nyo atamoshale. Na nangu ba mama. Ukona mtu ale alesia njala. Na kwete. Wala mko na watu hapo. Akalitangilia hapa mnankera. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kitu nilisikia kikanishangaza. Nilisikia mtu mmoja akisema hata mtu akiwa amekufa, ina mtu akwete na alinge mwaka agelea. Akwete. Ai mosha. Mwaka wa dunia. Ndi akuunda doani atere. Ukadwa wete ta mosara kwa na jara ya aliyesa wasawa ya taita. Waro mko no wambu. Awa wete kia bomu to wa wete kia. Wete kia. No wete kia bomu. Praise God. Lakini nelesere mwanga na awata. Nelesere mwanga na awata. Saturday, nila mtu akuya kuona mikia endene mwererie konjoka lemwe asoka lengia aina lusika lugwala so nila mikia weke soka kada njara yoga ya soka kwa kutoeka hiyo haleluya yo experience unangawali amosha baba lugwala kada jana yokalea golomederea na golomederea ate kia bomu kada ni mono wete kazi atera wana Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tulikuwa tunasema hivi, amen. Ana wetike mtu akote sio njure nikura wetike dola nikura ende mimi kura sio na dola ile tawo ndo mandala sita hicho. Bwana Yesu asifiwe. Kulikile mwadhani. Tulikuwa tunasema hivi, Mungu ana mawasiliano na watu waliokufa. Na Biblia inasema katika Warumi 5 mstari wa 12. Maandiko yanasema
Romans chapter 5 verse 11. What does the Bible say? Kwa hivyo Kwa hivyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maandiko inasema ya kwamba kwa sababu ya mtu mmoja. Huyu mtu mmoja ni nani? Huyu mtu mmoja ni Adamu aliyenusaa katika mwili. Maandiko inasema kwa sababu ya mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na si dhambi tu, hata mauti yakafanya nini? Yakaingia. Kwa hivyo dhambi na mauti ni kitu kimoja. Unaposema mimi niko na dhambi, unamaanisha mimi niko na mauti ndani yangu na siwezi kuwasiliana na nani? Na Mungu. Kwa sababu ninasema ya kwamba Mungu anasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, mimi si Mungu wa wafu. Halo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kumeandikwa ama kuyaandikwa? Amen. Mungu si Mungu wafu. Haleluya. Mungu ni Mungu walio hai. So Adam alizaa watu walio na uhai ama watu walio na mauti? Walio na mauti. Biblia inasemaje? Hebu soma Biblia yako tena, Warumi 5:12. Inasemaje? Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa nini Yesu anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni? Ni kwa sababu first in birth we are born by the flesh. Na maandiko yanasema ya kwamba kilichozaliwa na mwili ni mwili, kimefanana na mwili. Adamu hakuzaa watu katika roho, alizaa watu katika mwili, na alipowazaa katika mwili aliwazaa wakiwa na dhambi na aliwazaa wakiwa na mauti ndani yao. Praise the Lord. Na Mungu ana mawasiliano na watu waliokufanya nini? Aliyekufa. Ina maana hata watu wakikusanyika kama nyinyi, wameyaa kanisani, waimbe, wahubiri, wafanye chochote, lakini mwisho wake waseme sisi tuko na dhambi, hawana mawasiliano na Mungu. Kwa sababu Mungu si Mungu wa wafu. Kumeandikwa Mungu ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu si Mungu wa wafu. Kumeandikwa ama kujaandikwa? That's why Mungu Yesu alimwambia Nikodemo, kama unataka kuenda mbinguni lazima usaliwe mara. Kwa sababu mara ya kwanza tulisaliwa na mbegu ya kuharibika. Unakuta usini ya Adamu. Adamu hakuzaa katika roho, alizaa na mwili. Ndio Yesu alisema kilichozaliwa na mwili kimefanana na nini? Ndio maana mbuzi anapozaa anazaa ng'ombe ama mbuzi. Mbwa akizaa anazaa kondoo. Mbwa anazaa, mbuzi anazaa, nyoka anazaa, panya anazaa, mwanadamu anazaa mwanadamu. Mungu anazaa. Are we together? Amen. Tuko lano. Kuro asiarambi. Ng'ombe asiarambi. Bori asiarambi. Kiola asiarambi. Mtu asiarambi. Orungu asiarambi. Bwana Yesu asifiwe. Ero la kuna watengemea ndozi. Bwana ni manozi. Praise the Lord. Are we together? Aibo usika. Lola nyita. Ola nyita walosi. Amen. Amen. So tunapoangalia maandiko nasema ni Saret. Hebu turudi John chapter 3 tena. Saret. John chapter 3 verse 1. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa u mwalimu, wewe ni mwalimu, umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi usifanyazo wewe. Hakuna mtu afanye ishara unazozifanya isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Isipokuwa Mungu ako pamoja na yeye. Yesu akajibu akamwambia mzee wa kindini, amini amini nakuambia,
Amini, amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu, hawezi kuingia ufalme wa mbinguni. Uliza mwenzako, umezaliwa mara ya pili? Umezaliwa mara ya pili. Uliza kwa njia gani? Kwa njia gani? Unajua sita ya wanadamu ya dini. Unajua tulipokuwa hatukujua injili ya kweli, tulishukuliwa kama kikundi, tukatangazwa kwamba siku fulani tunaenda kubatizwa, tuzaliwe mara ya pili. Na tukaambiwa ukiwako kwa maji, dhambi itaenda na maji. Yes. Tukapelekwa maili 3. Tulipopelekwa maili 3, tukaambiwa ya kwamba ujiweke tayari, ukibatizwa utazaliwa mara ya pili. Tulikuwa wenye dhambi. Tukaenda kama wenye dhambi, tukaenda tukawekwa kwa maji, tukarudi wenye dhambi. Haleluya. Sasa tumezaliwa mara ya pili? Hapana. Haleluya. Amen. No, mwakendo kiasora yele kesensi ya environment na kesensi ya yeto na kesensi ya mburera na munywera na mudwadiri. Yes. Yo ba yo. Kayo ke una ke ina kwa kaje ndeni. Akasiara. Konkana ndeni. No, to environment ne sensi ya, mudwani ya sensi ya, mburera ya sensi ya, inya place ne sensi ya. Praise the Lord. Amen. Amen. Na kali kata siaro kaenda neke utokaeta hapa. Futures. Ako ndito akon. Hallelujah. Todo ni roho roho. Kasi ndo tokaeta. Ndo tokaeta abi. Kaya. Praise the Lord. Tudamo. So, okyakolelia. Ndini kae tianto ya veratia. Usiora yele ndo tombe kwa roheni. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiora yele ndo tombe kwa roheni. Utombe kwa roheni ndio tangaza imani ya viwe teketie. Ando beta orene wakabuita matrimonio. Kama ende matrimonio yato mapa yato hiyo yote nasema Qur'an kanigora ndio tayari. Ni onto ya kuenda suwa. Niyo tangaza ona ngani atweka kana. Haleluya. So kwa tambe kwa roho na kwa iko tangaza woni inda kwenda sandi en komanda yo kasandi eburu leku kwa Yesu noto Yesu biratia ni mana niko bwera ite ile tena ite para makai kwa sauti ya mutano Mungu bakalika. Yes. Baba taba tombe kwa roho ene ibara kwa sauti ya mutano Mungu balioka na baba na moyo baliokania Kristo. Kwa hivyo ndio mtu atakapata roho ene ni utangaza woni inda kwenda sandi en komanda yo kwa Mungu na ndio mwana Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Ule ule hakuna hosi na yeye na Nguba neno. Kutoka kwa dosi Israeli na kinyoto rwa dosi Israeli. Yes, Biblia iliwata kosi Israeli na mbewe tie kutoka. Kosi Israeli ni usawa na neno. Neno ni amri kaani kirundu. Bwana Yesu sana. Yes, padani condemn kaki seri mwere nipi? Imwere. First bad, we are born by the flesh. Tulisaliwa kwa mwili. Lakini kusaliwa kwa pili, Yesu alimwambia Nikodemu kusaliwa kwa maji na roho. Kusaliwa kwa maji na roho. So hapo sasa ndio watu wanapotelea kwa sababu Yesu alitaya maji. Sasa wanafikiria kuwekwa kwa maji ndio kusaliwa mara ya ngapi? Lakini kumbuka wakati Biblia inaposema maji inamaanisha neno. Kumeandikwa ama kujaandikwa. Roho nini? Inapoandikwa. First John. Waefeso 5 mstari wa 26. Somea haraka. Nasema inasema ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno.
apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na hila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Biblia inasema kusudi alitakasa kanisa na maji katika roho. Wewe Katika neno. Hapo maana maiki kwa taifa. ili makusudi alitakase. Ili makusudi halitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Kusudi atakasa kanisa na maji katika neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Maji ni nini? Maji ni neno. Kwa hivyo wakati Yesu anapomwambia Nikodemu, lazima usaliwe na maji na roho, anamaanisha ya kwamba lazima usaliwe kupitia neno, kwa sababu neno ni roho, neno ni Mungu, na hapo mwanzo kulikuwa na neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kusiana na rotato, kwa kusiana na kirundu, ni usiana na rotato. Haleluya. Amen. Ibi siana mtu reyele. Ilo teto. Petro mbele emoto zidiri uratia. Kwa kuwa mmesaliwa mara ya pili, kwa mbegu isiyo haribika, ambaye ni neno la Mungu. Kwa hivyo wakati Yesu anapomwambia Nikodemu, lazima ushaliwe kwa maji na roho, anamaanisha ya kwamba ili ushaliwe mara ya pili, lazima ushaliwe kupitia neno. Neno ni nini? Katika Mathayo, wakati Yesu alipokuwa na tafsiri kuhusu parable of the seed, alisema nini? Neno ni mbegu. Alisema mbegu ni neno. Hello. Tara Yesu ataora mantu ya mwambio mbeo. Ayataora alikuwa berere. Mbeo nimbi. Bolo tatorwambi. Bolo siara yale nambi. Pero teto. Utako ni ruambi. Ruombeo. Kedora hapo na wewe mwelati roho siara mtu. Roho siara mtu. Bolo kakose na roho ngai. Haleluya. Amen. Mbeo nimbi. Ilo teto. Biblia wate dosira yele na mbeo tia kutoka. Mbeo nimbi. Ilo teto wa Mungu. Roho tora Kenya nambi. Kenya na Kenya. Kuni kwa siara kwa roho. Lakini Nikodemu ataelewa kwa Yesu akuwa. Orandu wale wate kwa roho Yesu akuwa. Yesu wao siara yele watu yokerwe na pakuli. Roho nambi. Rakobate dia. Naliye torede. Naramuana. Naramuangukia. Umesaliwa mara ya pili. What is this? Amen. Are we together? Yesu alimwambia Nikodemu hata sharti ushaliwe mara ya pili. Yesu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asiposaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Unapoangalia kuhusu maongezi ya Yesu na Nikodemu, mstari wa 5 inasema, Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asiposaliwa kwa maji na roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kusaliwa katika maji na roho maanake ni nini? Maanake maji ni neno na roho ni neno na ni Mungu. Yesu ni Mungu. Petro no taura kai taura. Tusei na mbeo la yale na mbeo tekwe diatia. Tawo roteto roambi. Kwa bibi si alam tura yale nimbi roteto. Amen. Wewe roteto wa Mungu. Wale wetikero kumankrone ku. Praise the Lord. Amen. Mbeo yukumage keto kya asiara. Kana? Mbeo yukumage keto kya diatia. Kwa naye bayo meta kwa naye ta. Nikenda keto kisiarwa. So, wosiora yele ni mbeo roteto ya injili yukumenkorone ku. Yukumankrone ku ebudi fertilization. Ya bote fertilization ni ilo mundu ngasiara wamo yaro utekwa ni mweso. No ndo to wa bena mesi akabatasora yana hayeli. Mbao beno no wera ya ndam. No era ya ndam ya wesia. Ndio maana wanasema wao ni wenye kwa sababu ni wana. Kwa sababu ni wana.
watoto wa nani? Kabana wa Mungu. Kabana wa Yesu. Nyana bandamu. Anabandamu akiwa banawezia ni sawa. Mwaka kwa basi rayana. Wewe ukiakoza uwa Mungu baba ndiye mwezia. Mungu baba ndiye mwezia umenye. Wewe mwana wa ndamu utakinekete. Usina mbaba kwa dia kutoka. Nondore ya kutoka kena wezia. Nondore ya kutoka kena ekuo. Nondore ya kutoka eko jana. Haleluya. Kote kwa nia kwa dia ni kutoka. Amen. Ndio maana Yesu anamwambia, amini nakwambia, sali tusaliwe mara ya pili ili uone ufalme wa mbinguni. Amen. Lakini ukiangalia siku ya leo, watu wanafikiri wanapotenda matendo mema wanafikiria ndio wokovu. Hiyo si wokovu. Ukitenda matendo mema utaitwa mtu mwema, utaitwa mwokovu, au utaitwa mtakatifu, utaitwa mwenye haki. So mimi nasema kilichosaliwa na mwili ni mwili, na kilichosaliwa na roho ni roho. So kusaliwa katika roho ni kusaliwa na neno. Yes. Hiyo ndio kusaliwa katika roho. Yes. Kwa sababu John 6:63 inasemaje? John 6:63 inasema roho ndio itiaye uzima. Roho ndio itiaye uzima. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Biblia iliwatere. Kirunduto kitoma mundu hata moyo. Kurama? Mimi toma mundu hata moyo. Amen. Amen. Mimi yakara mundu moyo. Kirundu. Kirundu alibi? Hilo tatu. Bado kasa mimi na injili itwakwite. No tuwa kwa moyo imuntore moyo ina moyo kai muntu tena moyo. Yesu ala nikenda tweta moyo kinyana kenya katware moyo. Kendo kitena moyo kiryo kai kwete. Haleluya. Amen. So Biblia ni wakerundu toke kanara moyo. Kwa Biblia kwa moyo utewe yore hadi kufuata kwa ngombe. Ngombe ringi. Joana itaanza mstari 63. Roho ndio itiaye uzima. Kirundu toke kanara moyo. Mwili haufai kitu. Moyo utewe yore. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Manto yako bwera iyo kirundu na yo moyo. Biblia ni roho kirundu toke kanara moyo. Kirundu no Biblia ni tendo iko bwera iyo kirundu. Como kirundu no. Wewe kirundu no. Kirundu no. Yes. Hiyo ndio roho. Maana tunasema kwamba maneno the word I spoke to you, it is the spirit na it is life. Au tungeka chache. Neno ni roho tena ni uzima. Mimi nasema kwamba mwili haufai. Mwili wote yore ina maana mwili wote na roteto kama ndio tena roteto in nothing. No ndo mwizo kana jana. Amen. Amen. Mimi kana la moyo. Kilo tatu. Muntu kwa ndemwe sasa kana na moyo kenyana kenya. Na moyo kenyana kenya. Mimi vitu mamuto wa ndemwe sasa ate na moyo. Ibo totona wese na kuima hata. Ukiwa na wese na ambi. Ukiwa ndemwe sasa ni kwa tena ambi tena moyo. Haleluya. Ibo tonto wa atle. Ani onge amesiandike. Bwana sifiwe. Amen. Hukumya mwaka ina titreke bukienza buku. Anda takiule. Kiule dipaki. Ani onge andi andete. Ramu adanya ke hapo moyo. Ukata wia andeta wa ngona kwa. Hapo kwa jana moyo. Amen. Ando Yesu brake ke andi baba ke dia dia. Tekawi andete. Namo ndo andi baba. Wapo. Biblia wakidhani mambo yao andi baba. Amen. Odo da gonwa kosi ande tena napanda. Kosi ande tena napanda. Kapanda ni mtu. Amen. Ya ndete. Ano meterete mwadane ampe mi. Ampe mo. Kadu ne ke gosi.
ena moyo tosaria tenge Uri wako bakwete no to batena ambi Atena moyo. Yesu aenda kenda kwenda ambi moyo Biblia wankome yenda kuoroa yenda kuia kuenyangia na kuoroa Yesu aenda kenda kwenda moyo na kwenda moyo keroki Amen. Amen Kasi yele namba watia kutoka ndio tatoa Mungu tuna moyo kato tena moyo Amen. Yesu anaja Nikodemo atasikira bi Yesu amwera Hayo moria atia winie mankambe mwana mukoro nambwe soka kiunde kama amisi ya yane kana atakumaanisha Yesu Yesu amante kwa desembwe ndio ya roho roho ruruta na tanyana aruma katali kanta bingo kwera tesia mweli sakirundu roho wala Ando wakati tutoka kirundu basi ya mwere ibo toto wako bado tu na roho iko si arayele ko bado na roho iko si arayele Amen Yusa to batombeka ngombe itombeka wa Yemba. Ndio elewa Amen Amen. Kwa mesia utaniria yatania nambi utombeka wewe mwesia na watu rembi na mesia tiraro wenu Ndio elewa okare osia na mbewe ruteto ujomba kuona moyo kunyana kaja Bwana Yesu asifiwe. That's why osia na mbewe etie kutoka tayoro teto wa Mungu no ndo mbewe ya mbele ni andamu na wese neneko ikiwa Yesu akuatia lazima mtu asaliwe mara ya pili na lazima asaliwe mara ya pili ataona ufalme wa mbinguni kwa sababu ukienda mbele za Mungu na mbegu ya andamu ya dhambi utatemwa jana Amen. Amen. Okay, au kinyabela Mungu wewe na mbeo ya Adamu ekutoka inaoikwa Jehanamu. Ikiwa Yesu akuamurisha Nikodemo kusiarayana no siarayele imoyo wako sema ni ambeo Yesu niwe kamerome na ndo tunayaga Yes. Hallelujah. Amen. Yesu no Tomorome Isaya aliwatia amesaliwa mtoto mwanaume. Anayebeba mbegu ni nani? Mwanaume. Yes. Sisi kama wanadamu kanisa sisi ni wanawake. Yes. Kazi yetu ni kufanya nini? Kazi yetu ni kubeba mbegu. Lakini mwenye mbegu ni nani? Ni Yesu. Tunabeba mbegu ya Yesu. Mbegu ya Yesu inapounganika na mioyo yetu tunasaliwa mara ya pili kutoka hapo sasa tunaitwa watoto wa Mungu. Tunaitwa watakatifu. Tunaitwa wenye haki. Maandiko nasema itakuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya ni wakati mtoto amesaliwa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndio mwana asia wake family. Tukuona ambi mweni. Kagombeke kiki ya lundo tutare akio keke dia asia. Hallelujah. Ibo mtu nwe moyo wake mwanadamu yasema nina mbeo ya ndobroma Yesu ikumandana ngoro yake asiara wa akagombekero ibo twate tomwisa renge aiko muveru. Amen. Isiara mbele ari mwisa yale asiara akabi. Bwana tulamuna. Tukonyita. Amen. Amen. Tuangalie kitabu ya James Yakobo 1:18 Yakobo 1:18 iliwatia kwa kupenda kwake mwenyewe halitusaa sisi kwa neno la kweli tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Kwa kupenda kwake mwenyewe, si kupenda kwetu. Yes. Kwa kupenda kwake mwenyewe. Nataka niulize. Kuna mtu anapenda kuzaliwa? Kuna mtu anapenda kuzaliwa? Wewe ulipenda ukazaliwa? Hapana. Praise God. Kwa mtu enda usiara na asiali. Hali.
Ukakuta mtu kaora sio ndo kwenda Osiaro. Ino kwenda Osiaro. Kwa Trump. Kenya ba America. Ko. University. Le. Oh. America yaliyo. Superpower. Ndesiao. Superpower. Kenado renyo. Superpower. Au mando aba ito dali. Ando ito ba uma. Ndesiao. Alu se venari ya Kenya no ya America. Nusu kwa barara pa America. Nusu kwa maskini America. Bye kwa. Kaluwale. Bwana Yesu asifiwe. Anto bote kama bwana no te nde yao. Yes. Bondo anto bate kwa Yesu wenda andeo. Anto bate kuli ya maisha Yesu ile maisha ya ambi yao. Yote kwa mwele yo kalio. Biblia ya baba ya tambore. Ni kubenda. Ndio kuelewa. So lakini baba ya taro ni usima na amani. Antu bakwenda kutabena dera batena stress lakini mwele batieto. Kwa hata mwele iko da ore anda mbeo ya anda mwe kudoka. Ukakwenda baba sile yele na mbeo Yesu. Yesu aberate. Washukukeni. Pokola sabore mbi. Abo ni mbi. Enda ni le. Nera bari ko mbere batesia. Iba ora jato ya mbi ka ado ni mbi. Nyo Mungu akwenda to sofia. Sio yana. Kena tuleka kwa jaja ushumuka. Maana kanimbi tika Mungu akwatuleka kulita biashara, tuleka kulema, tuleka kukuja kulitia mbwe. Mungu amanisa atia turo ke ado literangwe. Amen. No tuto siara yana. Yele. Kana kaka watika ko nimbi ka karero yo. Nimbi kanyu. Amen. Kena wasiwasi. Kani ka uno kiko tena wasiwasi. Kapo mya kwa kera kwa nga nyonto. Wata. Nania kate kwa lengambo. Ila Lazima. akadora sasa ndio mega kwa mama wewe. Kama uko watu kama tu. Acha tie kuni. Yes, wewe ndio lakini ni haki ya kwamba onka yo. No ndo ni mai wao kale mwangalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 So, kusiara yele Biblia iwatia. Biblia iwatia ke kwenda kwa wewe ngwana atusiara yana. Ote mtu ndo siara. Imweno kasi dara kwa dia atia hausiara. Hallelujah. No ni kwa ndo bati komni ara ose ino bati osiara. Kana? Amen. Matani baba tika bange sia wande mwana ru. Haleluya. Mwana ru baba kalinde hivi basi nji. Ado akalinde ha. Hadi. Amen. Awo sei no sia. Na o sio na we moyo, awo sia ri era Mungu ipo ya. Ronto embe wala zindire, embe wala tali ya sia. Ipo ndo sia. Amen. 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 Kwa nini nje mnosi ya ulele? Lakini wao asiaro. Na wao si aini wabati osiaro. Amen. Awo si aini wabati kwa diatia. No ndo te muntu to ma application ya asiaro. No te muntu wa asiaro. Ibo to kinya ko asiaro yele. Biblia ni kwenda kwa bi kwawe. Kwa wono kio. Teba kwa mwa kwa muntu kwenda kwa muntu. Ibo abara Mungu hata alelete. Bambele ono ko boyeko, bambele ono ko. Te ko kwenda kuono. Biblia ilikuwa tutarele. Kinyanga kulete yake. Ete dromusi ina maana to ale bose ro kilo nene. Kinyanga kulete yake. Itom. Na ko na ba asiaro ende no to bakora. Biblia ilikuwa Mungu akitamando yonde na kushundia yake. Wewe kino ndo bantu kwembe. Ina maana kwa mtu asiaro ende na asiaro jana kwa jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu alikuwa Judasi alimwana ukora. Judasi alimwana wambi. Na kinyesi arwa ari wotumiro wake kwenda Yesu na tumeta mudharabene Judasi isuria mandoka ya dira Yesu kwa mudharabene tona wonokyo haleluya kwa teoro Judasi no isuria Yesu ni yake dire bali.
biasi ade to bi bon to konya bange besa ka biasi ate ko so kama jata na Yesu mwangazi safari ya gari eki unyongo yake ni haleluya Amen. ibo to Yesu abera ante ta bore ko mna bele lakini yemo iko ko na Yesu no mwa tanazia kwa maana ate kwa haleluya ndipo tari abwe ko mna bana no mose luno amen Amen. Bana tu dah mana pula. Bodoh dah aku nak walau saya dah lewat. Amen. Bodoh dah kau Malaysia. Malaysia. Kweli ndio. Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Yesu anakuwa kiumbe Kipya. ya kale yanapita. Ina maana unatoka kwa Adamu unaingia kwa Yesu. Unakuwa kiumbe kipya. Kama kusaliwa kwa mara ya pili ni moyo kuunganika na mbegu ya neno. Inapounganika na mbegu ya neno, mtu anasaliwa anakuwa mtoto wa Mungu. Anapokuwa mtoto wa Mungu, maandiko yanasema kilichozaliwa na mwili ni roho. Mbona Yesu arabi? Kuro ya siarambi. Kiumbuki ya siarambi. Boko ya siarambi. Angombe. Akiola. Kiola. Anjo. Joka. Amuntu. Amurungu. Murungu. So, Deo siarona, Rotako no. John mwe nasema hapo mwanzo ulikuwa na neno. Neno alikuwa kwa Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Sasa kusaliwa kwa pili unaposaliwa na mbegu ya neno. Kile kitasaliwa na neno kitakuwa nini? Kitakuwa kama Mungu, kama neno.